Tupo kwenye mkutano wa 15 wa kongamano la kisayansi la kimataifa ambalo limeandaliwa na taasisi yetu ya TAWIRI, kwa maana taasisi ya utafiti ya wanyamapori. Ni kusanyiko ambalo limewakutanisha watu zaidi ya 600 kutoka katika nchi mbalimbali, na hapa wanakuja kwa ajili ya kuweza kujadili na kupitia baadhi ya tafiti mbalimbali ambazo zimekwisha kufanyika katika kipindi cha takriban miaka 2 tangu kongamano lililopita ilipokwisha kufanyika. Kwa hiyo kuna papers zaidi ya 248 za kisayansi katika maeneo yetu ya uhifadhi kuhusiana na masuala ya mimea, lakini kubwa ni changamoto ambazo sisi kama nchi tunakabiliana nazo. Changamoto hizo katika maeneo yetu ya hifadhi na maeneo mbalimbali ambayo ni maeneo ambayo yamehifadhiwa. Kwa hiyo kupitia TAWIRI wameweza ku-highlight katika wasilisho ambalo limefanywa pale na mkurugenzi wa TAWIRI kuelezea baadhi ya changamoto ambazo tunazifesi kama nchi, lakini pia hata baadhi ya nchi za jirani wanazifesi changamoto za namna hiyo. Mojawapo ya changamoto kubwa ni migogoro kati ya wanyama na binadamu, na sasa nini kubwa tunaenda kutazama ni kwenda kuangalia ni teknolojia zipi ambazo zipo, kwa maana watafiti wameweza kuzibaini na kuweza kama na solution mbalimbali ambazo zinaweza kutumika kuondoa tatizo hilo. Lakini jambo la pili pia tunao tatizo la mimea vamizi katika baadhi ya maeneo yetu ya hifadhi. Tumeona wasilisho na highlight ambazo zipo. Mojawapo ni kutengeneza mkaa mbadala ambao mimea ile itakuwa inatolewa na kutengeneza mkaa badala. Kwa hiyo tutaweza pia kuondokana na tatizo la mimea vamizi ambao linaendelea katika maeneo yetu. Lakini pia moja ya changamoto nyingine ambayo tunaifesi ni tatizo la kuhama, kwa maana ya vijidudu vya bakteria, kwa maana ya magonjwa kutoka kwa binadamu kuingia kwa wanyama. Kwa hiyo kupitia kongamano hili pia tunaweza kuangalia namna ya kuweza kuaddress kupitia papers mbalimbali ambazo zimefanyika kupitia katika eneo hilo. Kwa hiyo pamoja na changamoto mbalimbali ikiwemo ongezeko kama mnavyofahamu taasisi yetu kwa maana ya sensa ya wanyama ambao tunao duniani, lakini pia na kuangalia namna nzima ya ekolojia ya maeneo yetu. Kwa tunategemea muda mchache ujao tutaweza kupata nini hasa ambacho kimebaini kuna uharibifu wa mazingira kiasi gani, lakini tuna uharibifu kwa maana ya baadhi ya maeneo ya hifadhi imeweza kuingiliwa kiasi gani, lakini pia ni maeneo miundombinu gani imeweza kujengwa katika maeneo ambayo tulikuwa tumeyalinda. Kwa hiyo hayo ni baadhi tu ya maeneo ambayo kongamano hili linakwenda kuiangazia. Kama ulivyosema, kweli ni changamoto za muda mrefu, kwa sababu tulikuwa tunatumia njia za tunaita sema traditional methodology kuweza kutatua matatizo ambayo yalidumu kwa muda mrefu. Na huko sasa tunaondoka, tunakwenda katika kutatua matatizo haya kwa kutumia teknolojia, tunakwenda kulingana na wakati. Kwa hiyo uko sahihi, za muda mrefu tulipokuwa tunatumia teknolojia za maana ya traditional way. Sasa tunakwenda kwenye matumizi ya teknolojia, kama mmeshuhudia kuona pale kuna drones ambazo zinatumika, lakini kuna GPS collar ambazo wanyama wanafungwa na kuweza kujua, lakini kuna masuala yanaitwa geofencing, kwa maana ya kwamba baadhi ya maeneo ambayo kuna tendency kubwa labda ya wanyama kutoka yamekuwa fence. Kwa hiyo wanyama wakitoka tayari baadhi ya vituo vyetu, askari wetu wa ranger wanapata kufahamu kwamba wanyama wametoka. Kwa hiyo zile timu za haraka, kwa maana ya responder timu, zinakimbia haraka kwa kusolve matatizo haya. Naitwa Ernest Mjingo, ni mkurugenzi mkuu wa TAWIRI. TAWIRI ni taasisi ya kisayansi na kazi yetu kubwa ni kufanya tafiti. Tafiti hizi zinatakiwa kuhakikisha kwamba zinatatua changamoto za uhifadhi na kuendeleza utalii katika nchi hii. Tanzania ni nchi ambayo imejaliwa na maliasili za kutosha. Sasa ni lazima tuziendeleze, na kuziendeleza ni katika tafiti. Leo tuko hapa tunasambaza matokeo ya tafiti. Tunaiambia dunia, tunaiambia jamii ya Tanzania na wenzetu wote, majirani zetu, kwamba nini tumefanya kwa muda wa miaka hii 2, na sasa tunaileta ili kiweze kutumika kwa ajili ya kuboresha ambayo tunayafanya. Na mwaka huu kongamano letu ni tofauti sana na miaka mingine, kwa sababu linaangalia ubunifu na matumizi ya teknolojia. Tumekuwa tukifanya uhifadhi vizuri kwa kutumia njia ambazo zilikuwepo hapo zamani, lakini changamoto sasa hivi ni kubwa, na changamoto sasa hivi zinakuja zikiwa zina mambo mengi pamoja ambayo yanataka kutatuliwa kwa pamoja. Tusipofanya hivyo sasa tutakuwa tumechelewa. Ndio maana
katika mada kuu inasema matumizi ya ubunifu na teknolojia. Sasa leo mmeona changamoto tumezionyesha, lakini pia mmeona namna gani ambavyo tumefanya ubunifu wa teknolojia na namna gani ambavyo tumetumia teknolojia hizi kutatua hizi changamoto. Lengo kubwa hapa ni kuhakikisha uhifadhi unaendelea na utalii unaendelea na taifa linapata fedha na maendeleo ya Watanzania kwa ujumla. Pia tunawashukuru sana wafadhili wetu kuanzia serikali mpaka watu binafsi ambao wametufadhili, na tunawasisitiza kwamba tunapofanya hizi kazi kwa pamoja, basi tunaweza tukafikia malengo yetu kwa uharaka na uharisi zaidi. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.